Karibu katika matukio ya wiki ambayo yameweza kujiri lakini pia kugonga vichwa vya habari katika mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari. Hii ni CF Media. Mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakili Daktari Lugemeleza Nshala akiwaeleza waandishi wa habari muhtasari wa kilichotokea katika Mahakama Kuu Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam Alhamisi Februari 12 mwaka 2026 kwenye mwendelezo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu. Katika muhtasari huo, wakili Daktari Nshala amegusia kuhusu shahidi wa siri wa Jamhuri P namba 5 alivyoanza hadi kuhitimisha ushahidi wake. Kesi ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha siasa katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, imeendelea leo, ambapo shahidi wanne wa upande wa mashtaka ameweza kutoa ushahidi wake, na alikuwa ni shahidi ambaye anasema kwamba anatoka ni machinga, anatoka kule Ubungo Kibangu, na kwamba aliona ile video akiwa hapa posta hapa ya zamani, aliweza kuona ile video ya ambayo ilikuwa ina ujumbe wa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu akisema kwamba watakinukisha. Sasa na hiyo ilimfanya yeye apate jakamoyo na kuanza kurudi nyumbani na kutana na watu kijiweni pale Ubungo Kibangu, maskani, akuta watu wanaipitia ile video, na baada ya hapa akatoka akampigia askari ambaye ni ndugu yake huko, anasema anatoka kule kituo cha Tabata Rerini, na ndugu yake akamhakikishia kwamba jeshi la polisi linachukua hatua stahiki. Sambamba na hilo, sintofahamu ya mshtakiwa Tundu Lissu ambaye amejitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo kulalamikia kutopatiwa chakula, hatua iliyopelekea kesi hiyo kuhairishwa. Baada hapo ulikuwa na kesi lakini iweze kuendelea kwa shahidi mwingine ambaye alikuwa anaitwa P6, lakini ushahidi hakuweza, alikuja, lakini sasa kesi ilipotaka kuanza ile saa 8, lakini tumeanza mahakamani saa 8:30, mwenyekiti Tundu Lissu aliweza kuiarifu mahakama kwamba alikuwa ajala chakula cha mchana. Sasa hii ambayo hiyo hoja iliwafanya majaji waweze kujisikia kwamba haiwezekani, wakatoa ahirisho la nusu saa, dakika 15, kwamba mwenyekiti Tundu Lissu apate chakula. Mtoto mchanga wa kike anayekadiriwa kuwa na umri wa mwezi mmoja alikutwa ametelekezwa ndani ya ofisi ya kukatia tiketi ya kampuni ya mabasi ya Superfeo mjini Njombe na mtu ambaye bado hajafahamika. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, kamishina msaidizi wa polisi ACP Mohamud Hassani amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kwa umma juu ya tukio la kutelekeza mtoto mchanga, tukio ambalo limetokea siku ya tarehe 12 mwezi wa pili 2026 majira ya saa 12 jioni katika ofisi za mabasi ya Superfeo mtaa wa Kibena kata ya Ramadhani wilaya na mkoa wa Njombe, ambapo mtoto mchanga wa kike anayekadiriwa kuwa na mwezi mmoja alikutwa akiwa ametelekezwa ndani ya ofisi ya kukatia tiketi ya kampuni ya Superfeo na mtu ambaye bado hajafahamika. Jeshi la polisi linaendelea na juhudi za kumtafuta aliyefanya kitendo hiki ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini imetangaza kuwa matokeo ya uchaguzi wa viongozi wa kitaifa wa chama cha wananchi CUF uliofanyika Disemba mwaka 2024 ni batili. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alilipongeza jeshi la polisi kwa ujasiri na uzalendo wa hali ya juu na kujitoa kuwalinda raia pamoja na mali zao. Akizungumza na uongozi wa juu wa jeshi hilo, maafisa na askari katika chuo cha polisi Ziwani huko Zanzibar, Waziri Katambi alisema kuwa jeshi imara ndiyo sababu ya Watanzania kumiliki mali na kuishi kwa amani. Mmejitoa kwa moyo wenu wote, kwa uzalendo mkubwa, kwa weledi mkubwa mnaotumia, lakini pia kwa ujasiri mkubwa kuwa tayari kuwafia wananchi raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia rasilimali za taifa letu. Hili ni jambo kubwa sana ambalo sio rahisi kila mmoja kuweza kufanya hivyo. Mnatambua kazi ya askari si kila mmoja anaweza kuifanya, na ndio maana kuna tofauti kubwa kati ya askari na raia. Wewe kwako linalokuwa tishio kubwa
katika jamii au tishio kubwa linalokuwa mbele ya watu au kadamnasi au haraiki, ni kitu ambacho wewe kwako sio tishio, unaenda mstari wa mbele kwenda kukabiliana nalo. Kwa mmetoa sadaka na mmejitoa kwa ajili ya taifa lenu, mmejitoa kwa ajili ya uhai wa wengine na mali za wengine. Jambo hili ni si tu la kupongeza, lakini ni jambo la kuheshimu na linahitaji kwa kweli kulipa uzito unaostahili katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama. Ni moja ya kazi ambazo mmekuwa mkizifanya. Tuendelee kuhakikisha tunasimamia pia na kutumia matumizi sahihi ya teknolojia. Teknolojia ya kisasa ina mambo mengi. Sasa tumeenda kwenye akili mnemba na wengine wanasema akili unde, kwa majina mengi ambayo yanaitwa. Huko nako pia ni eneo jingine. Dunia ya sasa imehamia kwenye mitandao. Mitandao ya kijamii ni eneo zuri kama itatumika vizuri. Teknolojia ni eneo zuri kama litatumika vizuri. Ikiwa matumizi yake yatakuwa hasi, jamii ndiyo itaangamia. Kwa hiyo tuendelee kuhakikisha kwamba kwenye maeneo ya mifumo yote ya kiteknolojia, tuhakikishe matumizi ya teknolojia yanakuwa sahihi. Yawe sahihi kimaadili, yawe sahihi katika mifumo ya utekelezaji na utendaji. Nyinyi wote ni mashahidi. Katika nchi nyingi leo duniani ukifuatilia kwenye mtandao, maasi, machafuko na vurugu nyingi zilizotokea kwenye nchi nyingi, na hata kufikia hatua ya kupoteza amani, hatua ya kupoteza rasilimali za nchi, hatua ya kupoteza mali za raia, hatua ya kupoteza maisha au kupoteza viungo na watu kupata ulemavu au taifa kukosa amani, imeanzia kwa sehemu kubwa kwenye mifumo ya social media, kwa maana ya mitandao ya kijamii na teknolojia ya kisasa. Huwa aina za uhalifu zimebadilika, na ndio maana afande IGP ambaye ndiye msimamizi wa jeshi la polisi, na mnasema wakati mwingine sisi ambao ni viongozi kwa upande huku tusiwaitane afande, lakini huku sela inaenda hivyo hivyo, ambaye ndiye msimamizi mkuu pamoja na makamishna wake wote wamejikita katika kuhakikisha wanatengeneza fursa za askari wetu kwenda kufanya mafunzo, lakini pia kuongeza weledi wa kitaaluma, kiujuzi na kiubobevu, kuweza kuhakikisha tunakabiliana na changamoto za kisasa za kiuhalifu. Watu wanamiliki fedha, wapo wanamiliki magari, wapo ambao wanamiliki nyumba au majumba na mali nyingine zozote zile, wanazimiliki kwa amani kwa sababu jeshi la polisi lipo hai na liko imara. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba aliagiza Wizara ya Fedha kusimamia na kuhakikisha bidhaa ambazo zinazalishwa nchini na kujitosheleza kiuzalishaji, endapo zikiagizwa nje basi waagizaji wasipate msamaha wa kodi. Alitoa agizo hilo Februari 12 mwaka 2026 alipokuwa Mkuranga mkoani Pwani wakati wa uzinduzi wa kiwanda cha mabati cha Rodhia Industry Limited. Wizara ya Fedha mpo hapa. Hakikisheni maeneo yote ambayo tuna bidhaa za ndani za kujitosheleza, waagizaji wa bidhaa hizo wasipate misamaha ya kodi kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi. Tutatoa unafuu wa bidhaa zinazotoka nje ya nchi kama uzalishaji ndani ya nchi haujitoshelezi, na kwamba bidhaa hizo zikitoka nje na uhaba ulioko ndani utasababisha upungufu wa bidhaa na hivyo kusababisha gharama kuwa ya juu kwa kiwango ambacho wananchi watashindwa kumudu kununua bidhaa hizo. Na kimataifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alishiriki katika mkutano wa Italia na nchi za Afrika tarehe 13 Februari mwaka 2026 jijini Addis Ababa, Ethiopia. Katika mkutano huo uliowakutanisha wakuu wa nchi na serikali kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa pamoja katika nyanja za kiuchumi, nishati na masuala ya kiusalama. Na katika michezo, vilabu vya Tanzania vimegonga mwamba kutinga katika hatua ya robo fainali, huku vilabu vyote vikipata matokeo ambayo hayakuweza kusababisha basi kuendelea katika hatua inayofuata. Katika mchezo wa Dar es Salaam Young Africans ambao
walifanikiwa kuifunga GS Kabylie goli 3-0, lakini hawakufanikiwa kabisa kuutinga katika hatua ya robo finali, huku Simba wenyewe wakishinda goli 1-0, lakini pia hazikuweza kufanya chochote ama kubadilisha matokeo. Dar es Salaam Young Africans ikiwa na alama 8 na huku mshindi wa pili FAR Rabat akiwa na alama 9, hivyo kutokufanikiwa kutinga katika hatua ya robo finali. Na afisa habari wa Young Africans Ali Kamwe amesema mechi kati ya Yanga na Simba itapigwa uwanja wa New Amani huko Zanzibar. Kwanza nitumie fursa hii kutangaza. Maana nimeona sasa jambo hili tulifanye hivi tu. Tukitoka hapa tuna mechi ya kombe la CRB ambao tutacheza na Cosmopolitan. Baada ya hapo tuna mechi na Namungo tutakuwa away. Baada ya hapo tuna mechi na JKT ambayo itakuwa nyumbani. Baada ya hapo tunakwenda kwenye Kariakoo Derby. Mechi hii ya Kariakoo Derby tarehe 1 mwezi wa 3 itafanyika hapa New Amani Complex. Haitafanyika Benjamin Mkapa.